Hama kariabu sanda rama koshekere basika. Baba yangu, ninakutukuza kwa sababu ya uaminifu wako, kwa sababu ya nguvu zako za ajabu. Wewe ni Mungu mkuu, mfalme wa falme, Bwana mabwana, unaishi na kumiliki na kutawala. Watoto wako tunakutukuza kwa sababu ya asubuhi nzuri, asubuhi yenye neema, asubuhi yenye baraka, asubuhi yenye kibali ambayo Baba umetupa watoto wako. Tumenyenyekea chini ya dali lako tukiomba rehema, tutakase kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu aliye mwema, mfalme wa falme na Bwana mabwana, watoto wako unatujua tulivyo wakosefu mbele zako, nasi tumeshuka mbele zako kuomba toba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Neno lako linasema katika kitabu cha Isaya, kwa dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama damu, utasafisha kwa nyeupe kama theluji. Watoto wako tumeshuka mbele zako, Bwana, tukinyenyekea mbele za uso wako tukiomba rehema, tutakase Bwana Yesu kwa damu yako ya thamani. Mandoro shakaraba kuria basika. Kila mmoja popote alipo anapofuatilia maombi haya, ingia mbele za Bwana, anza kuomba toba mbele za Bwana. Asubuhi ya leo nyenyekea mbele za Bwana, anza kuomba toba. Rika mandoro shakaraba kuria basika. Baba, tunaomba rehema zako tena, rehema zako za ajabu juu ya maisha yetu. Rehema zako Bwana juu ya hatima, rehema zako Bwana. Tutakase mioyo yetu, tutakase roho zetu, tutakase moyo wetu, tutakasa miili yetu asubuhi ya leo. Kuria manda ramashaka rabasaka. Yamanda rika baba sanda ramakushaka rabakushi. Eka yamanda riamasika rinda sika rabushaka. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Mungu wa rehema nyingi, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Asubuhi ya leo Bwana tumenyekea mbele zako. Tunaomba nguvu zako asubuhi ya leo. Tamka mbele za Bwana, unahitaji nguvu za Mungu asubuhi ya leo. Baba, tunaomba nguvu zako zituatamie tena asubuhi ya leo. Yesu Kristo, tutie nguvu tena, tuimarishe watoto wako. Tunaomba nguvu mpya Bwana, tunaomba nguvu mpya, tunaomba nguvu mpya. Tamka, unahitaji nguvu mpya asubuhi ya leo. Unahitaji nguvu mpya. Rika manda rabashaka. Baba, tunahitaji nguvu mpya asubuhi ya leo. Nguvu mpya kutunyanyua, nguvu mpya kutubeba, nguvu mpya kutusimamisha. Rika ndara mandoro shakaraba koria basika. Omba nguvu, omba nguvu, omba nguvu. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo 1:8 ya kwamba nanyi mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu juu yenu. Yesu Kristo, tunapokea nguvu zitokazo kwako. Tuongezee nguvu watumishi wako na wajori wako. Yakaya baka yamando sokurubu shaka. Baba, tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu ije juu yetu saa hii Bwana, katika jina la Yesu. Rikanda ramando rusha karaba kuria. Ya baba sanda ramando rukushata. Ya baba karia masekere. Risanda ramando rusa tata. Baba, nijaze nguvu asubuhi ya leo. Niongezee nguvu Bwana. Pale ninapochoka Baba, niongezee nguvu. Pale ambapo siwezi, niongezee nguvu. Niongeze nguvu Bwana kuifanya kazi yako, katika jina la Yesu Kristo. Rikanda ramando rosa karabashaka. Tamka asubuhi ya leo, unahitaji kuongezwa nguvu. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya kukuwezesha, nguvu ya uwezesho, nguvu ya kufanya ufikie hatima, nguvu ya kufanya ufikie kwenye neema, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tuongezee nguvu, tuifanye kazi yako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Rosa kamandara masika. Asante Bwana, asante Bwana. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante. Pe Mungu utukufu, pe Mungu utukufu, pe Mungu utukufu. Mwambie Baba, najiachilia kwako, najiachilia kwako, najiachilia kwako. Rika manda rabashaka. Unahitaji msaada
asubuhi ya leo. Unahitaji kumuona Yesu asubuhi ya leo, akikutoa kwenye machozi, akikutoa kwenye kilio, akikutoa kwenye taabu, akikutoa kwenye mateso, akikutoa kwenye madeni, akikutoa kila eneo. Mwambie Baba, nahitaji kukuona asubuhi ya leo. Mwambie Baba, nahitaji kukuona kwa namna mpya. Nikuone sio sawasawa na jana, nikuone sawasawa na utukufu wako. Oh Baba, nikuone tofauti, maana wewe ni Mungu wa tofauti. Nikuone ukibadilisha hatima, nione ukibadilisha maisha yangu, nione ukibadilisha ndoto yangu. Mwambie Baba, naomba nikuone leo kwa namna nyingine, nikuone leo kwa namna mpya, nikuone leo kwa utukufu mpya. Hebu tamka mbele za Bwana. Unahitaji kumuona Yesu tena, unahitaji kumuona Bwana, unahitaji kumuona Bwana, unahitaji kumuona Yesu. Mwambie Baba, nahitaji kukuona, hakika nahitaji kukuona, nahitaji kukuona kwa namna mpya, nahitaji kukuona kwa utukufu mpya. Rika baba 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 baba. Tamka mbele za Bwana. Mwambie Baba, naomba nikuone wewe, nikuone wewe, unisaidie, nikuone wewe, unibebe Baba, nikuone, nione nguvu zako zikinisaidia, nione utukufu wako ukisimama upande wangu, katika jina la Yesu Kristo. Ramanduru shakarama koribasaka ya baba korimasaka, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Sijajua ninaomba na nani, sijajua ninaomba na nani asubuhi ya leo, lakini nasikia Roho Mtakatifu ananiambia umekuwa unapita mahali ambako ndani yako nasikia kuchoka, ndani yako nasikia kukata tamaa, ndani yako usikii kuendelea, ndani yako nasikia mzigo mkubwa ndani yako ambao umekukatisha tamaa. Wakati mwingine unasikia kuchoka. Usiendelee kuchoka peke yako. Hebu sema, tutaomba, tutasimama na wewe. Tumia hiyo namba ya WhatsApp iliyoko hapo ya 0679645759 kwenye kioo chako. Hebu nitumie message, sema na mtu wa Mungu, niambie unapita wapi. Tutasimama, tutaomba. Utasimama kwenye group letu za maombi, tutaomba na mkono wa Mungu utaenda kwa dhahiri. Mungu amesaidia watu wengi, amegusa watu wengi, ameshika watu wengi, na wewe Mungu hatakuacha, atafanya. Acha kukata tamaa, ongeza nguvu, acha kuchoka, ongeza nguvu. Tatizo lako bado linawezekana, tatizo lako bado ni jepesi, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nitumie ujumbe rika baba sando roshaka. Ndio nasikia Mungu ananiambia, Mungu alimsikia Kornelio. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 10, Mungu akashuka kwa Kornelio akamwambia, Kornelio, sikiliza, maombi yako na sadaka yako vimefika kwangu juu. Oh, nimekumbuka. Kuna kitu nataka nikupe siri asubuhi ya leo. Popote pale unapofuatilia maombi haya, ndani yako sikia Mungu anachokizungumza. Chukua sadaka ndani yako. Kuna namba hiyo ya Vodacom, mwambie Mungu, wewe ulimsikia Kornelio, ulisikia maombi yake, ulisikia sadaka. Naomba kupitia sadaka ya asubuhi, ninaomba kupitia sadaka ya asubuhi, Baba usikie maombi yangu, ujibu maombi yangu. Ninaona Mungu akienda kufanya kwa namna nyepesi, ni kupitia namba hiyo ya 0756934903. Hiyo namba ya M-Pesa. Ukiwa nje, ukiwa ndani ya nchi, ukiwa nje ya nchi ya Tanzania, fanya kupitia hiyo M-Pesa. Sadaka yako itafika. Utaamini kitakachotokea asubuhi hii. Ninaona Mungu akienda kufanya kitu ambacho hujawahi kukiona kabisa, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu yuko hapa kutuatamia. Roho Mtakatifu yuko hapa kutuatamia. Shirikisha watu, peleka ujumbe, copy link hii, peleka kwa ndugu, peleka kwa jamaa, peleka kwa marafiki, peleka kwa YouTube, peleka kwa status, peleka kila eneo. Unapofanya hivi unafanya kazi ya Mungu. Unaruhusu watu wengi waone neema, unaruhusu watu wengi waone kazi, unaruhusu watu wengi waone utukufu, unaruhusu watu wengi wakimbilie kwa Yesu. Oh my Jesus, ninaona ukimponya dada yako, ukimponya ndugu yako, ukimponya jamaa yako anayefuatilia maombi, ukimponya, ukimwokoa. Mrushie klipu hii. Kuna nguvu ya Mungu inaenda kudhihirika kwa namna ya ajabu. Oh, asante Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna nguvu ninaiona asubuhi ya leo. Hii nguvu sio nguvu ya kawaida, ni nguvu iletayo neema, ni nguvu ya ukombozi, ni nguvu ya ushindi, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya neema hii ni nguvu iletayo ushindi. Na asubuhi ya leo hii, yani wakati ninaomba, nasikia Mungu ananipa maelekezo, juu ya Zaburi hii asubuhi, ambao tunasema ni nguvu ya kupasua vifungo.
nguvu ya kupasua vifungo, nguvu ya kupasua vifungo. Kwenye kile kitabu cha Zaburi sura ile ya pili, nitasoma mstari mitatu. Zaburi 2 mstari mitatu. Biblia inasema, mbona mataifa wanafanya ghasia, na makabila wanatafakari ubatili? Unaona, wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja. Anasema juu ya Bwana na juu ya Masihi wake. Anasema, na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Umesikia? Na tuvipasue vifungo vyao, naona, na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Umenielewa? Katika ulimwengu wa roho kuna vikao. Anasema, mbona mataifa wanafanya ghasia, wafalme wa dunia wanajipanga, unaona, wanafanya shauri pamoja nao. Na anapozungumza hivyo, anazungumza kitu kizito sana, kwamba kuna vikao vinafanyika katika ulimwengu wa roho vya kushambulia na kuua hatima. Kuna vikao vinafanyika katika ulimwengu wa roho vya kuua hatima na ndoto za watu. Kuna vikao vinafanyika katika ulimwengu wa roho vya kushambulia kabisa neema na kuzuia vitu vizuri kwa ajili ya watu. Sasa mimi sijajua, lakini kuna kikao ambacho inawezekana kinafanyika ili kukuangusha, kikao kinachofanyika ili kukumaliza, kikao kinachofanyika ili kushambulia ndoto yako, kikao kinachofanyika ili kuua hatima. Kuna kikao katika ulimwengu wa roho, kipo kikao kinafanyika ili kumaliza maisha yako. Anasema wanafanya shauri ili kumaliza Masihi wa Bwana. Bwana ananituma kikao chochote ambacho kinafanyika, umeona, asubuhi ya leo, kikao chochote ambacho kinafanyika ili kuharibu ndoto yako, kuharibu maisha yako, kuharibu neema iliyo mbele yako, kuharibu vitu vyako. Unafanya vitu lakini vitu haviendi, unapambana lakini haufikii ndoto. Kikao chochote ambacho kinafanyika katika ulimwengu wa roho leo, hicho kikao tunakipasua katika jina Yesu. Anasema na tupasue vifungo vyao. Kuna kikao kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Kuna kikao cha kichawi, kuna kikao cha kiganga, kuna kikao cha kishirikina, kuna vikao vya washirikina ambao wanajadili maisha yako, wanajadili namna unavyoinuka, wanajadili namna unavyopiga hatua, wanajadili namna ndoa yako ilivyosimama, wanajadili namna ambavyo ili waharibu hiyo ndoa. Unaona, ili waharibu hiyo ndoa. Kikao wanafanya ili waharibu hiyo kazi, kikao wanafanya ili waharibu, wakuharibie. Vikao vingi ni vikao vya uharibifu. Kikao chochote ambacho kimefanyika ambacho kinapiga ndoa yako, kikao kinafanyika kinapiga uzazi wako, kikao kinafanyika unashangaa unaumwa magonjwa ambayo hata uelewi, kikao ambacho kimefanyika mpaka wewe unapita kwenye changamoto ya uvimbe. Kuna vikao vinafanyika katika ulimwengu wa roho ambavyo vikao hivyo uelewi, lakini vikao hivyo ni kwa ajili ya kukuangusha. Asubuhi ya leo nimepewa nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu. Ninatangaza katika jina la Yesu. Ninaomba mahali kokote ambako kuna kifungo cha aina yoyote, ninaomba uinue mkono wako. Ninapoenda kuomba sahihi, nifuatishe maombi haya. Kama ndani yako nimezungumza sana, umebeba sadaka, kamata sadaka yako. Tunaenda kupasua vifungo vya aina yoyote ambavyo vimetumwa ili kukuangusha. Naomba ukamate hiyo sadaka na ukamate mahali ambako unaona kabisa kuna mahali panauma au kuna mahali kuna kifungo cha aina yoyote. Tunaenda kukipasua asubuhi ya leo. Ninaomba utamke maneno, sema, Bwana Yesu, ninasimama kama mtumishi wako. Kila kikao chochote ambacho kimekaliwa katika ulimwengu wa roho, kikao cha kichawi, kikao cha kiganga, kikao cha kishirikina ambacho kimekaa na wafalme, kimekaa ili kuniangusha, ili kuniharibu, ili kunisambaratisha, leo natamka katika jina Yesu. Ninatamka kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo, ninapasua hicho kikao, ninapasua hicho kikao. Kila chochote walichokalia ili kupasua, ili kuangusha, leo natangaza ninapasua hiyo madhabahu, ninapasua uchawi, ninapasua vikao vyao, ninavivuruga, ninaachilia moto kwenye vikao vyao, ninasambaratisha vikao vyao, ninasambaratisha uchawi na uganga na ushirikina
unaofanya kazi katika ulimwengu wa roho, leo ninashambulia moto wa Roho Mtakatifu. Ninapeleka moto, peleka moto, peleka moto, peleka moto. Ninashambulia kwa jina la Yesu kikao cha kichawi, kikao cha giza, kikao cha miungu, kikao cha kishirikina, leo shika moto kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Riababasaka rakayatasa randa ramasaka yabababa shiabakati rekeyandosata rapakosha yakayatasa makayatasa rakababakosha yeketerere. Vunja kwa jina Yesu, vunja kwa damu ya Yesu. Pasua vikao vyote, vikao vyote, vikao vya uharibifu vilivyokaa, vikao vyote vya uharibifu vilivyokaa, viharibu hatima, viharibu kazi zako, viharibu ndoa yako, viharibu mafanikio yako leo kwa jina la Yesu. Hivyo vikao, hivyo vikao, vikao vya kichawi, vikao vya giza, vikao vya miungu, shababababa rabababa rakayatasa akamakaria ekeyatata rabokosha randa rabakuria yakababasa rababasa yakabababa shoshamoto, shoshamoto amakori masika yabababa rekashata rabakosha mandorokosha tata kwa jina la Yesu. Sambalatisha wote, sambalatisha mizimu, sambalatisha nguvu za giza kwa jina la Yesu. Iwe kazini, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye familia, iwe kwa watoto wako, kwa jina la Yesu Kristo. Tunasambalatisha vikao vyote, tunasambalatisha vikao vyote katika jina la Yesu Kristo. Hawatakuweza, hawatafanikiwa, hawataua ndoto zako, hawataua maisha yako. Wewe utasimama na kufanikiwa na kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Popote pale ulipo, nataka ukamate hiyo sadaka, nataka ukamate hiyo sadaka, itume kwenye hii namba, itume kwenye hii namba ya Vodacom ya 0756 938 903 na unitumie message. Ukimaliza kutuma hiyo sadaka, na maombi nitakuelekeza kusambalatisha vikao vyote vinayofanya kazi katika ulimwengu wa roho. Na mimi nakutamkia asubuhi ya leo, nenda ufanikiwe. Hakuna kikao chote cha kujadili kukuangusha, wala kusimama na wewe, wala kuua ndoto zako, wala kuua maisha yako. Kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, nenda ukafanikiwe, nenda ukainuliwe. Vifungo vyote vimepasuka katika jina la Yesu. Amen.